Kusini tunakwenda kushuhudia historia nyingine ambayo Yanga mmeiandika baada ya kumchapa mtani wenu mara 6. Nini ambacho tunakizungumza Arafat Haji, makamu rais wa Yanga? Kwa kweli ni siku kubwa kwetu. Tunaanza msimu rasmi leo, lakini tumeuanza kwa mguu sahihi, kwa mafanikio. Na kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya ambayo tumeyapata leo, lakini pili ni wapongeze wachezaji wetu wote. Wachezaji hawa hawajapata kukaa pamoja zaidi ya wiki moja, lakini leo wameweza kucheza kwa uzoefu mkubwa na nidhamu, wakimfuata kile ambacho mwalimu amewaelekeza na kuonesha kwamba tuko kwa ajili ya kufanya kazi msimu huu. Lakini pia ni washukuru na kuwapongeza mashabiki wetu ambao juzi tu tarehe 12 walijaa kwa wingi ndani ya uwanja huu, na leo tena tarehe 16 walihakikisha upande wa Young Africans na nafasi zilizobakia tunazimiliki. Ni kazi kubwa tunayoifanya kama viongozi, lakini wao wako nyuma yetu. Kwa hiyo ni msimu ambao tunatarajia utakuwa na mafanikio mengi kwetu na mengi mazuri yanakuja. Ipi siri ya Yanga kufanikisha mambo kama haya? Leo ni mara ya 6. Si rahisi, lakini kuna siri ambayo viongozi labda mnatembea nayo kwenye usajili na kadhalika, na ambao mnamsaidia mchezaji? Nidhamu, umoja, mshikamano. Tuna mwaka wa 3 tangu tumechaguliwa, hatujawahi kugombana, hatujawahi kubadilisha uongozi wetu. Tunafanya kazi kwa mashirikiano. Yanga ni moja, Yanga inaendelea kuwa moja, ndio siri ya mafanikio yetu. Haujasikia leo tumetoka tumetangaza uongozi huu, tumetangaza uongozi ule, lakini kubwa ni kuhakikisha kwamba majukumu ambayo wana Yanga wametupa, Watanzania wametuamini, na nchi ikielewa kwamba furaha yake iko kwa Young Africans, tunahakikisha kwamba watu wetu wanaendelea kubakia na furaha na mafanikio yazidi kumwagika ndani ya Young Africans. Ukiachana na ushindi wa ubingwa, wakati mwingine kumfunga mtani nao kuna raha yake. Nyie viongozi mnakuwa proud kwa kiasi gani kwa namna ambavyo mnaona mtani kwenye uongozi wenu unaendelea kuteseka? Kuna raha kubwa kwa sababu hii wiki yote kuelekea dabi inakuwa ni wiki yenye stress nyingi. Leo ukimaliza mchezo na kupata medali na kupata matokeo mazuri inakuwa na faraja kubwa sana, na kwa kweli tunamshukuru Mungu tena kwa mara nyingine kwa hiki ambacho tumeendelea kukipata. Na mimi naamini tunayoyapanga na kuyadhamiria kuyafanya yataendelea kuwa na furaha kwetu na Watanzania kwa ujumla. Huu ni mwanzo tu, tunaweza kusema kwamba Young Africans msimu wa 2025-26 makombe yatarudi tena Jangwani. Tumejipanga kwa yale ya nyumbani yote tuliyokuwa tumeyachukua msimu uliopita yaendelee kusalia Jangwani, na tunataka kuhakikisha kimataifa pia tunafanya vizuri zaidi ya misimu miwili iliyopita katika Champions League, lakini tulishawahi kufika fainali ya kombe la shirikisho. Tunataka sasa tuweke nguvu hiyo katika kimataifa kwa haya mashindano ya Champions League. Na nashukuru sana na nyinyi.